Karibu tena mtazamaji, tusonge mbele na yale ambayo yanajiri na kuendelea sasa hivi mahakamani Dar es Salaam ndani ya kesi ya Tundu Antipas Lissu ya uhaini. Tuliachia sehemu ambapo shahidi anayefahamika kama P5 alisema ya kwamba alikutana na video ambayo ni ya Tundu Lissu kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook. Na mtazamaji, kabla nizame katika kile ambacho kinajiri sasa hivi, nimegundua wengi wenu mnatazama taarifa kabla ya kulike na kusubscribe. Hivyo basi fanya la busara kwa kubonyeza alama like kisha subscribe. Wakili wa serikali ajuaye anaendelea na uchunguzi wa shahidi P5. Anamuuliza shahidi alichokifanya baada ya kuona video hiyo kwenye Facebook. Shahidi huyo anajibu kuwa alifungua video na kuicheza ili kusikia kilichokuwa kikizungumzwa. Anasema kuwa alimsikia Tundu Lissu akisema atahakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka 2025 haufanyiki na kwamba ataleta machafuko. Anasisitiza kuwa maneno hayo haswa yalisemwa wazi kwenye video. Majaji mara moja wanamwagiza kurudia maneno polepole na kwa uwazi kwa rekodi ya mahakama. Shahidi huyo anarudia kwa uangalifu maneno ya silabi kwa silabi, akikazia kishazi kuhusu kuhakikisha uchaguzi hautafanyika na kwamba kutakuwa na msukosuko, akimnukuu maneno aliyoyazungumza Tundu Lissu kwenye video anayodai ameiona kwenye Facebook. Toni yake inaonekana kimakusudi anapovunja kila neno. Baadhi ya wajumbe wa mkutano huo wakitazama jinsi anavyozungumza. Waamuzi wanabaki makini, majaji wanabaki makini, wakisikiliza kwa makini na kutega sikio. Hali ya chumba cha mahakama imebana kidogo, kishazi kikiingizwa kwenye rekodi. Mwendesha mashtaka anaitikia kwa kichwa na kuendelea. Shahidi huyo anayefahamika kama P5 anaongeza kuwa uchaguzi huo ulihusisha madiwani, wabunge na urais kama alivyotamka Tundu Lissu. Ajuaye anaendelea na maswali zaidi kwa shahidi. Shahidi huyo anadai kuwa katika video hiyo hiyo Tundu Lissu pia alisema polisi walikuwa wakitumika kuiba kura. Aidha, anadai kuwa Tundu Lissu aliwataja majaji kuwa ni wanachama wa chama tawala na kuwatuhumu kutotoa haki mahakamani. Majaji hutazama kimya kimya madai haya ya shahidi yanaporekodiwa ndani ya mahakama sasa hivi. Upande wa mashtaka unaonekana kukusudia kuhusisha taarifa hizo na machafuko ya umma. Shahidi huyo anaelezea mpangilio wa video hiyo, akieleza kuwa Tundu Lissu alikuwa amesimama jukwani kwenye video. Anasema Tundu Lissu alikuwa amevalia mavazi ya kaki na fulana nyeusi chini yake. Anataja kuwa Tundu Lissu alikuwa amevaa miwani na bendera ya taifa iliyoonekana kwa nyuma. Mwendesha mashtaka anauliza alichofanya baada ya kutazama video hiyo. Shahidi huyo anajibu kuwa aliendelea kuperuzi mitandao ya kijamii ya Facebook kabla ya kuelekea kituo cha mabasi kurejea nyumbani Ubungo. Anasema kwamba baada ya kuteremka kutoka kwenye basi, alienda kwenye sehemu ya kahawa ya eneo hilo inayojulikana kama mahali pa kukutania. Jaji Ndunguru anamtaka afafanue eneo halisi. Shahidi huyo anasita kwa muda kabla ya kueleza kuwa ni mahali pa kukusanyikia kahawa katika mtaa wake. Anasema alipofika alikuta tayari watu wakiendelea na mijadala mikali kuhusu video hiyo ya Tundu Lissu. Kulingana naye, watu wengi walionyesha kuunga mkono wito wa kuvuruga uchaguzi. Anadai kuwa wengine hata walisema hawatapiga kura siku ya uchaguzi. Shahidi huyo aliendelea kusema alishuhudia kwamba aliingiwa na wasiwasi baada ya kusikia mazungumzo hayo kumhusu Tundu Lissu. Anasema kuwa alihofia kungekuwa na machafuko siku ya uchaguzi. Anaongeza kuwa alikuwa na wasiwasi kwamba amani ingevunjwa na wafanyabiashara wadogo kama yeye wangepata hasara ya kifedha. Anasema hata alitarajia njaa ikiwa biashara zitalazimishwa kufungwa. Baadhi ya manunguniko ya utulivu yanasikika kwenye jumba la sanaa la chumba cha mahakama. Majaji wanadumisha utulivu huku ushahidi ukiendelea. Kisha shahidi huyo anasema baada ya kutoka kwenye mkusanyiko huo, alienda nyumbani na kumpigia simu jamaa yake aitwaye Rama ili kuzungumzia suala hilo. Anafichua kuwa jamaa huyo anafanya kazi kama afisa wa polisi. Mwendesha mashtaka anaomba ufafanuzi kuhusu kituo cha polisi. Shahidi huyo anaeleza kuwa jamaa yake anafanya kazi katika kituo cha polisi Tabata Relini. Hata hivyo, anasema jamaa yake alijibu kuwa wanafahamu hali hiyo na walikuwa wakishughulikia kikamilifu.
Tufahamu ya kwamba mtazamaji, shahidi huyu anasema ya kwamba afisa huyu wa polisi ni jamaa wake na ni mtu wake wa karibu wanaojuana sana, na alimpigia simu na jamaa huyu akasema ya kwamba wanafuatilia kesi hiyo. Maelezo haya huvutia umakini unaoonekana kutoka kwa meza ya utetezi ndani ya chumba hicho cha mahakama. Shahidi huyo anaendelea kueleza kuwa Septemba tarehe 4 mwaka 2025 alikwenda kituo kikuu cha polisi baada ya kupigiwa simu. Anasema aliitwa kutoa taarifa. Kwa mujibu wake, afisa mmoja alirekodi taarifa yake. Mwendesha mashtaka anauliza jinsi alivyokutana na afisa huyo. Shahidi huyo anajibu tu kwamba afisa huyo alikuwa akimhoji. Kuna maoni ya hila katika chumba cha mahakama wakati mazungumzo haya yanahitimishwa. Hata hivyo, anasema baada ya kutafutwa alipiga tena namba iliyomfikia. Anadai kisha afisa huyo alimsindikiza hadi afisini ambapo alihojiwa rasmi kuhusu video hiyo ya Tundu Lissu aliyoiona Facebook. Anathibitisha kwamba baada ya kukamilisha mchakato wa mahojiano alirudi nyumbani kwake. Upande wa mashtaka unaonekana kuridhika na mlolongo wa matukio yaliyowasilishwa na shahidi huyo. Shahidi alidumisha tabia iliyotungwa kwenye ua. Majaji wakiendelea kuchukua maelezo. Mwendesha mashtaka anauliza ikiwa kuna kitu kingine chochote kilichomtia hofu. Shahidi huyo P5 anajibu kuwa msemo kuhusu kufanya uchaguzi kuwa na machafuko ulimletea wasiwasi mkubwa. Anasema alikaa nyumbani kwa siku 6 wakati wa uchaguzi. Anadai aliteseka kifedha na alipata shida kutokana na mvutano huo. Upande wa mashtaka unaonyesha kwamba hii inahitimisha uchunguzi wao wa shahidi. Nyumba ya sanaa ama ya mahakama inasalia kuwa makini wakati majaji wanakamilisha madokezo yao. Jaji Ndunguru anatazama juu na kuuliza kama kuna maswali yoyote ya kufafanua. Tundu Lissu ainuka kwenye kiti chake. Watu wanaonekana makini tayari kumsikiliza atakayoyasema Tundu Lissu. Tundu Lissu anaanza kwa kuhoji iwapo ushahidi huu ndio umemweka rumande kwa muda wa miezi 10. Hakimu mara moja anamwagiza aendelee na maswali rasmi ya maswali. Tundu Lissu atengeneze mkao wake na kuhutubia shahidi moja kwa moja. Chumba cha mahakama kinazidi kuwa tulivu huku hali ya taharuki ikishuhudiwa. Hata hivyo, Tundu Lissu anamuuliza shahidi iwapo anamsikia vizuri. Shahidi anajibu kwamba anaweza kumsikia. Tundu Lissu anaanza kwa kuthibitisha kuwa shahidi huyo anafanya kazi ya kuuza mitaani. Shahidi anajibu kwa uthibitisho na kuitikia. Tundu Lissu akisimama kwa muda mfupi akipitia nyaraka zake, majaji wakifuatilia kwa makini huku uchunguzi wa maswali ukianza kujitokeza. Chumba cha mahakama kinaendelea kuwa chini ya ulinzi mkali huku upande wa utetezi ukijiandaa kupinga ushahidi wa shahidi aliyoutoa. Mtazamaji, jiunge nami katika episode inayofuata ama video inayofuata ili nikueleze kilichojiri baada ya hapo. Kwa sasa nakuomba tu nijuze maoni yako, alafu like na usubscribe, alafu kama unataka kupata mwendelezo wa matukio haya ndani ya Mahakama Leo, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zaidi.